Kama mnavyojua ni kwamba Mama Dangote amefikisha miaka 59 na jana ilikuwa ni birthday yake. Ni birthday ambayo ilitakiwa ifanyike tangu tarehe 7 mwezi wa 7, lakini Diamond Platnumz alifafanua kabisa kwamba sherehe hiyo aliamua kuipeleka mbele kwa ajili ya kuweza kuwapata watu wengi, lakini pia katika shughuli mbalimbali au sio, na watu wengi watakuwa wako free katika siku hiyo. Sasa katika matukio mengi ambayo yameweza kutokea ni kwamba kitu ambacho kimeweza kuzua gumzo sana katika mitandao ya kijamii leo ni kwamba Zuchu ameandika waraka wa kuachana na Diamond Platnumz. Lakini kabla sija kuambia hicho, ni kwamba naomba nikurudishe nyuma kidogo. Ni kwamba kwenye ile sherehe ya Mama Dangote, yani birthday ya Mama Dangote, ninaona kulikuwepo na baadhi ya wanawake ambao wanahusishwa kutoka kimahusiano ya kimapenzi na Diamond Platnumz, ambapo katika shughuli hiyo alionekana mrembo mmoja na kwa jina la Alia, lakini pia ninaona kuna warembo wengine kadha wa kadha, akiwemo yule mwanadada ambaye alikuwa kama video vixen katika mojawapo ya video za Diamond Platnumz. Sasa ukiachilia mbali na hivyo, ni kwamba kuna mambo mengi yameweza kuibuka hapa katikati na vitu vingi ambavyo vimeweza kufanya Zuchu achoke na amchoke Diamond na kuandika waraka wa kuachana na Diamond, tena kutoboa siri ambayo watu wengi walikuwa hawaifahamu. Ni kwamba Baba Levo alikuwa kama MC katika hiyo shughuli, na kabla sijaongea alichokizungumza Baba Levo, nikukumbushe tu ni kwamba katika shughuli Mama Dangote yeye ndiye alikuwa mhusika mkuu hasa katika kuhakikisha bisa kwamba mambo yanaenda vizuri. Lakini sasa ni kwamba inaonekana Diamond alikuwa yuko busy sana kucheza na wanawake wengine, lakini kwa mujibu wa Maimartha Jesse anazungumza kwamba wakati shughuli inaendelea, inasemekana kwamba Diamond alionekana akiwa anamshikashika Alia huku wakiwa wanacheza pamoja. Sasa kitu ambacho kimeweza kumfanya Zuchu kukasirika ni kwa sababu tunaona hata Baba Levo aliweza kuandika ujumbe ambao kwa namna moja ama nyingine alikuwa amemwandikia Simba na amemwandikia Diamond na kuambia kwamba mzee wangu, nyumba inaungua huko, kwamba unaweza ukawa bize ama Diamond uko bize na wanawake wengine, lakini nyumba yako inaungua. Yani upande wa Zuchu ni kwamba mambo si mazuri. Zuchu hawezi kupendezwa na tabia ya Diamond Platnumz kucheza na wanawake wengine, tena hadharani na kamera zikiwepo pale zikimwonyesha Diamond Platnumz akiwa anacheza na hao wanawake wengine. Ni kitu ambacho, kwa hiyo sasa baada ya Baba Levo kusema kwamba mzee wangu nyumba inaungua huko, inaonekana kabisa kwamba Zuchu kiukweli ameamua sasa kuonyesha ni jinsi gani huo moto mule ndani umeanza kufukuta, au sio bana? Sasa nikajaribu kufuatilia katika mitandao ya kijamii ambapo nimekuja kusoma ama kuelewa ni kitu gani ambacho Zuchu ameweza kukiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, na kusomea hapa na kuelewa ni kitu gani ambacho Zuchu amemwandikia Diamond Platnumz. Sasa Zuchu ameandika hivi kwamba habari GPG yangu, mimi na aliyekuwa mpenzi wangu sasa tumetengana na tupo kwenye mchakato wa talaka. Ninatangaza jambo hili kwa moyo mzito. Baada ya miaka 6 ya kuwa pamoja, hatimaye nimeamua kujichagua mwenyewe. Namtakia aliyekuwa mpenzi wangu Nasib Abdul pamoja na familia yake kila laheri. Kwa upande wangu, huu ni wakati wa kupona na kuweka nguvu zaidi kwenye afya yangu pamoja na kazi yangu. Riziki ipo, alhamdulillah, tulijaribu lakini Allah ana mipango yake na sina budi kukubali. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Asbunallahu wa nimal wakil. Haya maneno ya Kiarabu, Mwenyezi Mungu akimaanisha kwamba ni Mwenyezi Mungu anatutosha na yeye ndiye mtegemewa bora. Hayo ni maneno yake Zuchu akiwaambia mashabiki zake kwamba sasa hivi yeye pamoja na Diamond Platnumz hawako pamoja, na kwa jinsi ambavyo naona ni kwamba ameona kujichagua mwenyewe, yani ameamua kujichagua mwenyewe, yuko single. Kwa hiyo watu wafahamu hivyo kwamba yeye pamoja na Diamond wameachana rasmi. Lakini mimi nikaona kabisa kwamba nisiishie hapo. Waliojitokeza katika ile shughuli, wanawake wengi ambao walionekana pale
kwenda kumpa hai Diamond Platnumz katika sherehe ya Mama Dangote ama birthday Mama Dangote. Yani ni kwamba kila aliyeitwa pale alikuwa ni ex wa Diamond Platnumz. Yani kwa maana ya kwamba wale wote ambao wanawake walitambulishwa pale ama waliitwa pale mbele kula keki ni walishawahi kutoka na Simba, ukiachilia mbali na mashemeji, au sio? Ndio kitu ambacho kimemfanya mpaka Zuchu akaamua kuandika waraka huo kwamba ameamua kujichagua yeye. Sasa kimsingi tunaona hata Zuchu hakuwahi kutoa salamu kwa Mama Dangote ama hata kumpongeza tu Mama Dangote kwamba heri ya kuzaliwa, lakini pia Zuchu hajampa zawadi yoyote Mama Dangote tangu shughuli hizi zifanyike. Lakini kingine ni kwamba Ally anaonekana kuwa karibu zaidi na Diamond Platnumz, kitu ambacho kimemfanya Zuchu kuona kabisa kwamba hana nafasi kabisa katika familia hii, na hakuna ndugu yoyote wa Simba ambaye amelizungumzia hili jambo, lakini pia Diamond Platnumz hajazungumza chochote kuhusiana na Zuchu. Kwa hiyo Zuchu ameamua kuweka wazi umma kwamba sasa hivi yeye na aliyekuwa mpenzi wake Nasibu Abdul Diamond Platnumz ni kwamba kila mtu anafanya mishe zake. Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe kupata habari nyingi zaidi kemkem za wasanii katika channel yako pendwa hii hapa kila siku.